Ni kwa nini? Ni kwa sababu labda tuseme ni wa Tanzania wananchi wenyewe kawaida hawana elimu tosha kuhusiana na masuala ya kifedha, ama ni kwa sababu zipi zinasababisha kwamba kuna mijadala kila misimu hii ya bajeti, hasa sasa hivi bunge la bajeti ambalo linaendelea? Na tunaliaga sana pale katika tunapotajwa maongezeko ya hiyo kitu kinakuwa pale. Bajeti ni mpango wa mapato na matumizi. Ndio tafsiri nyepesi. Lakini bajeti ndio inaongoza uchumi wa nchi kwa mwaka, kwa kile kipindi cha bajeti. Maana yake hapo bajeti ndio tunarudi kwenye siasa na uchumi. Inaongozwa na policy. Kuna policy ambazo zinaingizwa na zinatolewa. Hii inapimwa na wachumi wa nchi. Ndio. Wanakaa chini wanatizama kwamba kuna kodi fulani ilikuwa pahala fulani haikufanya vizuri, tuitoe, lakini kuna sehemu fulani tunatakiwa kuongeza kodi ili tuweze kukusanya mapato fulani. Lakini kulingana na target, makadirio yao ya juu walioyatengeneza, wanatizama maeneo ambayo wanaweza kufanya vizuri kwenye ukusanyaji. Wanatizama uhitaji wa nchi kipindi hicho, uhitaji wa sekta. Ndio maana utagundua huko nyuma sekta ya kilimo ilikuwa inapata bajeti mpaka bilioni 200 na sehemu. Leo toka ameingia mama toka mwaka 2021 inapata trilioni 1 na point. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba nguvu imehamia wapi, serikali imeweka vipaumbele vipi. Na sasa ikishaweka vipaumbele ndio inakuja sasa na mpango mzima wa fedha. Ndio inasomwa bajeti kuu, ile imeweka utaratibu pesa zitakavyopatikana. Katika taifa kama letu na mataifa haya ya jangwa la Sahara, ambalo bado mataifa ya tatu yanayotegemea ushuru, tunasema tax economy, yanayotegemea kukusanya kodi ndio yaendeshe uchumi wake, lazima wanapokaa wataalamu wa uchumi wetu wa nchi wanatengeneza utaratibu wa namna gani bora watapata yale mapato, na kila sekta itachangia kiasi gani. Kwa hiyo haijawahi kuwa rahisi kukubaliana. Bajeti inaanzia katika ngazi ndogo sana ya familia. Familia yenye budget na ambayo ina budget, hizi ni familia mbili tofauti. Watu wenye budget, ukimtizama mtu mwenye budget na mtu ambaye ana budget, hawa pia maisha yao ni tofauti. Mtu mwenye budget anajua kesho. Anajua kesho nitakula nini, nitatoka hapa, nitakwenda hapa. Mtu ambaye ana budget hajui kesho. Anasubiri, anatazama kama unajua kupanga ni kuchagua. Usipopanga utapangwa. Kwa hiyo kupanga, alafu mipango sio matumizi. Na ndio maana mara nyingi achievement ya budget saa nyingine inaweza isitimie, lakini bado tulipanga kufanya hivyo, lakini tukashindwa, au tumefanikiwa 80%, 90%. Hiyo yote inatokana na mpango ule ulivyotekelezwa. Kwa hiyo unaposema budget lazima kuwa na minong'ono, lazima kutakuwa na minong'ono kwa sababu tunagawana rasilimali. Tunagawana rasilimali. Kwa hatujawahi tungetamani hiki, tungetamani hiki, lakini wale ambao wanatuongoza, siasa na policy ambazo zinatuongoza kwa kutizama kwa kina kwamba tunatakiwa kwenda wapi, ndio wanaleta ile bajeti na inasomwa na waziri wa fedha. Siku hizi hapa nchini kwetu wanasoma mawaziri wawili, anatuletea mpango wa nchi, huyu anatuletea fedha itakavyokusanya. Kuna kipengele nataka nifahamu. Mara kadhaa hivi majuzi tu hapa kumezua mijadala baada ya ripoti ya CAG kutoka na kuonyesha kwamba tumekuwa na deni kubwa sana, lakini tukaje tukamsikiliza Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, waziri wa fedha, akasema kwamba deni letu bado ni himilivu. Kauli za deni himilivu kwa mwananchi wa kawaida anapaswa atoke na nini? Yaani maana deni himilivu ni nini? Deni himilivu maana yake ni deni linalolipika. Deni linalolipika. Huko nyuma taifa letu lilikuwa lina uwezo wa kukopeshwa. Awamu ya tatu ilifika kipindi hatuwezi kukopeshwa, hatukopesheki. Lakini ukitizama tulikuwa na deni dogo kuliko sasa. Lakini leo wakitazama wataalamu wa uchumi wa dunia, World Bank na Benki ya Afrika, wanaona kabisa bado tuna uwezo wa kukopa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu tunazalisha sana. Makusanyo yetu ya mwaka ni makubwa. Ukitizama mamlaka ya mapato inachokusanya, ukitizama sekta mbalimbali inachozalisha, inaonesha kabisa uwezo wa uchumi wetu
bado unaweza kuendelea hata kukopa. Haya mwananchi wa kawaida anaweza kutafsiri kwa tafsiri ndogo. Leo Wilberforce Ngoto, kama uwezi kukopeshwa milioni 10, maana yake wewe level yako ya uchumi iko chini ya milioni 10. Yeah. Kwa hiyo kwa mfano kwa nchi za nje, nchi zilizoendelea watu wana kitu kinaitwa credit card na debit card. Yeah. Kwa hiyo kama wewe uchumi wako unakuruhusu, unakuwa na kadi ambayo inaonesha kabisa unaweza una hela kwenye account ukaenda ukachukua fedha, kwa sababu uchumi wako ni imara, uchumi wako unaaminika. Hata ukienda benki utapata shida. Ukitaka milioni 500 watakupa. Na matajiri siku zote ndio wana pesa nyingi. Ndio wana mipango mikubwa. Kwa hiyo taifa letu kuwa na deni kubwa wala si tatizo katika uchumi. Tatizo ni kwamba deni letu ni milivu na linaweza kulipika kulingana na mapato yetu, kulingana na makusanyo yetu. Haya yanaonesha namna gani tunavyoweza kuliservice deni letu. Kwa kuwa deni kubwa si tatizo kabisa. Sasa kuna wakati hapa kipindi cha awamu ya 5 Tanzania ilitajwa kama ipo katika uchumi wa kati. Na pia sasa hivi hapa umesema kupitia GDP Tanzania inaonekana kwa East Africa ni nchi ambayo inakuwa kwa kasi. Kwa mwananchi wa kawaida anaposikia hizo taarifa ana define uchumi wake individual. Inakuwa inaleta kidogo hapa sintofahamu. Sasa natamani kujua kwa mwananchi wa kawaida kipi ambacho kinaweza kikawa na kipimo cha yeye kutambua kwamba nchi yake uchumi unafanya kitu gani? Unabadilika. Anakuwa akikutana na taarifa kwamba uchumi naye aone yuko sambamba na ule uchumi. Ajikadirie aone kwamba Azam Piaka, kipi kipimo cha mtu kujua sasa ukisema Tanzania iko uchumi wa kati basi akiangalia na uchumi wake au tunakuwa kwa kasi akiangalia na uchumi wake aseme ni sawa? Hawa ni watu wawili au watatu tofauti. Kila mtu kuna namna atakavyotazama. Hata wanaotazama kuna mwingine atatazama uchumi sema uchumi mzuri, anaweza kauona kama kwa sababu kuna watu katika nchi hizi za tatu wanaishi kama wako nchi za kwanza. Yani wao wana getini kuna gari 4 na zenye thamani ya billions of money. Lakini hapo kuna watu kijijini hawana hata baiskeli. Lakini tunapotaka kupima uchumi kwa ujumla, maana yake hawa wakubwa wanaunganishwa na wadogo, wanatengeneza kitu kinaitwa per capita income. Okay, per capita income. Kwa hiyo huyu ana bilioni 1 au ana 100, akiunganisha inaonekana bilioni 1 na 100, tunaigawa kwa wote wawili, anaonekana huyu anapata 500 na huyu 500. Sasa kwa definition nyingine ni ya kutizama infrastructure na basic needs za watu. Yale mahitaji muhimu ya watu na miundombinu. Yana nafasi pia ya kuonesha aina ya uchumi wetu. Mfano Mtanzania anayetutizama akiangalia Tanzania ya miaka 15 na ya sasa atagundua vitu vingi tofauti. Akiwa ni mtu anaishi Dar es Salaam ataona sasa barabara ziko vizuri, atatizama umeme umefika kila sehemu, atatizama hospitalini kuna dawa, atatizama shule ya msingi mpaka kidato cha 6 ni bure. Maana yake hana uwezo wa kupima kwamba taifa hili lina maendeleo kwenye uchumi. Huko nyuma Mwalimu Nyerere akiongoza nchi hii ikiwa iko kwenye uchumi wa nchi maskini, alikuwa anatoza ushuru wa kichwa. Ukishafikisha umri fulani, ukiwa ni kijana wa miaka 18, lazima utalipa ushuru wa kichwa. Tukatoka hapo tukaenda kwenye kulipa ushuru wa baiskeli. Baiskeli ukinunua ilikuwa inawekewa stika chini pale. Kwa maana nchi ilikuwa inaongozwa na ile stika na lazima ulipe. Nchi ikapata nguvu, ikatoka huko, hizo kodi zikafutwa kwa sababu inajiweza. Ikaja kitu kinaitwa motor vehicle. Motor vehicle ilikuwa kwenye pikipiki mpaka kwenye magari. Awamu ya 5 mpaka ya magari ilifutwa. Maana yake mzigo mkubwa umetoka kwa wananchi. Tunakwenda bado ni tax economy, tunategemea kukusanya kodi kuendesha nchi, lakini kodi zimeanza kupungua taratibu. Shule sasa inaanza kuwa ni huduma, sio biashara. Huko nyuma lazima ununue ile huduma. Hospitali na yenyewe tunakokwenda itafika hatua itakuwa ni huduma.
Zamani ukiumwa lazima ulipe 50,000, unafika kipindi unalipa 5,000. Bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo manake serikali ina mapato yanayoiwezesha kuwalinda watu wake. Kwa hiyo uchumi ndio kukua kwake. Kwa tafsiri ndogo, kwa mtu anayetizama, anaweza kutizama kijijini kwao umeme umeingia, maji sasa hivi wamepata, tena sio ya kwenda kuchota mtoni. Manake ni uchumi tayari. Sasa kwenye kubadilisha vile vitu, infrastructure kwenda kwenye kumzalishia mtu, ili tuje tukutane na kitu kinaitwa production economy, uchumi wa uzalishaji, kwamba huyu mkulima anazalisha kiasi gani na anapeleka sokoni kiasi gani na anapata nini. Sasa huo ni uchumi ambao ipo siku, kwa sababu umeme umeshafika. Sasa hivi nilikuwa natazama bunge kabla sijaja hapa, nimeona waziri wa kilimo anasema umwagiliaji unakaribia, skimu za umwagiliaji zinakaribia karibia nchi nzima. Mpango wa kuvuna maji, umeona, anamwambia TRA msipeleke kodi kwenye wakulima. Hii kama ikifanikiwa, manake tunakwenda kwenye production economy. Tunazalisha na tutategemea kwamba viwanda ndio vilipe kodi, exportation ndio ilipe kodi, ndio ilete hela ya kuiendesha nchi. Madini, uko zamani madini yalikuwa yalipi kodi, yalikuwa hata hatuyachimbi. Leo yanachimba na yanachangia kiasi kikubwa katika bajeti ya taifa letu. The Bantu.